Nini? Hey, unamzungumzia Kelvin eh? Cherry, kanipa mzigo wako. Cherry. Okay. Okay, basi sawa. Tukizidi kuendelea na tamthilia yetu pendwa kabisa, tamthilia ya The Chase. Bado mwanadada wa kuitwa Loveness anaendelea kupambania kombe kweli kweli, ili mradi tu aweze kumpata mtaalamu wa kuitwa Kelvin. Lakini bado mwanadada wa kuitwa Cherry ambaye ni rafiki wa Loveness amesimama mguu sawa mguu upande na mwanadada wa kuitwa Loveness, kikubwa tu aweze kumpata Kelvin. Huu ni urafiki wa kweli kabisa. Lakini bado mtaalamu wa kuitwa Raymond anazidi kudunda na mpenzi wa zamani wa Kelvin ambaye anafahamika kwa jina la Malaika. Raymond ni nani huyu? Utakwenda kumfahamu vizuri kabisa kwenye tamthilia yetu pendwa kabisa ambayo tumekwenda kuiachia siku ya leo. Sasa nikukumbushe tu kabla sijaendelea, usiweze kusahau kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, lakini pia usisahau kugusa neno ambalo limeandikwa like. Ukigusa tu like, lakini pia na kuandika ujumbe wako, kipi ambacho umekipenda katika tamthilia hii ambayo tumekwenda kuiachia siku ya leo. Usiweze kusahau kusubscribe. Ukisubscribe utatupa motisha au utatupa hamasa ya kuweza kutoa kazi kila siku. Sasa tunaendelea na tamthilia yetu pendwa kabisa. Tamthilia inaturudisha moja kwa moja katika nyumba ya kina Chel. Tunaona hapa mwanadada wa kuitwa Loveness kila siku anashinda kwa kina Chel. Kwa nini anashinda kwa kina Chel? Kwa sababu Chel anakaa mtaa mmoja na mtaalam au mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Kelvin. Sasa mwanadada Loveness kutokana na kufall in love kwa Kelvin, basi anaamini hata nyumbani kwao kukaa hakukaliki, bora tu ashinde kwa kina Chel ili mradi amzungumzie Kelvin kwa ukubwa zaidi. Sasa leo mwanadada kuitwa Loveness anasema nimekuja na wazo Chel, naomba unisaidie rafiki yangu kipenzi. Sasa anamsikiliza Chel. Mwanadada kuitwa Loveness anasema kwamba naomba unipeleke kwa Kelvin niongee naye kwa sababu sura yake bado inazunguka kwenye akili yangu. Sasa mwanadada kuitwa Chel anamwambia kwamba wewe, mbona ni ghafla sana hivyo? Umeshampenda mkaka wa watu eh? Mwanadada kuitwa Loveness anagoma, anasema pana, sijampenda. Anaogopa kumwambia kwamba kweli amempenda Kelvin. Pengine ataonekana kama muhuni au pengine ataonekana kama ni mlaisi vile. Sasa tunamuona mwanadada kuitwa Chel anamsupport Loveness kwa kila jambo. Sasa mwanadada kuitwa Chel anamchukua Loveness anampeleka hadi kwa rafiki yake ambaye anaitwa Chichi. Chichi ni rafiki mkubwa sana wa Kelvin. Tunamuona, ukimwona Kelvin basi umemuona na Chichi. Sasa leo amempeleka ofisini kwa Chichi. Chichi naye ni mganga njaa tu, yani ni muungaunga tu, anaungaunga kwenye maisha, lakini pia ni mpambanaji ambaye hachoki. Sasa Chichi kazi ambayo anaifanya, kazi yake anatengeneza baiskeli. Yani anatengeneza, yani amekuwa kama fundi. Yani amekuwa fundi ambaye baskeli ikiwa na pancha, baskeli imeharibika, basi yeye ndo anafanya kazi hiyo. Sasa tumeona sasa chuma ya kina Loveness imekuja pale kwenye ofisi ya Chichi. Chichi hajamkuta, lakini mkale wa kuitwa Kelvin pia naye hawajamkuta. Sasa mwanadada wa kuitwa Loveness bado moyo wake hujaridhika. Anadai kwamba naomba basi Cherry, rafiki yangu, nikukabidhi business card yangu ili mradi tumpatie endapo ukionana na Chichi rafiki yake au ukionana na Kelvin mwenyewe. Sasa mwanadada wa kuitwa Cherry akasema ina mbaya, leo lazima tu nimpate mmoja kati yao. Sasa kitu cha kujifunza hapa, unaona kabisa mapenzi ambavyo yanapiganiwa kwa kiasi kikubwa sana, lakini wewe umekaa na Johnny au umekaa na Moses unamchukulia poa tu. Sasa hapa tunaona mwanadada Loveness nguvu kubwa ambayo anaitumia ili mradi tu kumpata yule ambaye anampenda. Sijui wewe ambao umekaa hapo unafanya hivyo au unawachukulia poa watu wenzio wakileta hisia kwako. Sasa mtoto akishua anatembea na business card, lakini wewe mtoto wa kawaida wa chini kama mimi unatembea na namba ya simu tu afu na sabuni umeweka mfukoni. Lakini tunaendelea sasa. Hapa tunaona mtaalamu wa kuitwa Loveness amemwachia business
card kwa lugha nyingine unaweza kusema ni utambulisho wa mtu husika ambaye anamiliki. Yani mfano mimi Oteki Classic business card yangu ina namba ya simu, utaikuta nyumba ambayo nakaa, yani namba ya nyumba ambayo nakaa, mtaa ambao nakaa, unakuwa na vitu vingi sana business card, email unaikuta. Kwa hiyo watoto wa kishua hawatembei na masimu mengi, anatembea tu na business card zake 3 au 4 kwa siku, za kuwapatia wale marafiki ambao ni special kabisa, ni wa muhimu. Sasa Kelvin leo atakwenda kupewa business card. Sasa mwanadada kuitwa Chichi amefanya juu chini, mwisho wa siku ameweza kumpata rafiki wa Kelvin ambaye anaitwa Chichi. Baada ya kumpata Chichi naye hana iana, anampenda sana Kelvin vibaya mno. Sasa ameenda moja kwa moja kwa Kelvin, anapiga makelele kinoma. Mwambia wewe Kevi, nimepata hapa mwanangu, nimepata wewe. Kevi anashangaa. Umepata nini ndugu yangu? Ambia wewe chukua business card hapo. Kuna mdada mmoja anaitwa Loveness ameniambia nikupatie, lakini hii business card amenipa rafiki yake Loveness ambaye anafahamika kwa jina la Cherry. Sasa Kevin anakuja kukumbuka kwamba Loveness alishawahi kukutana naye kama mara 2 hivi. Mara ya kwanza alimtendezea gari, lakini mara ya pili mwanadada Loveness alikutana naye itaka kumuomba namba Kevin aligoma kata akaondoka. Na sababu ya kugoma, Kevin ana mahusiano ambayo yanamchanganya. Kwa hiyo akiona wanawake tu anaona ni wale kama malaika. Sasa hapo ikabidi Kelvin ambaye tampigia asubuhi, lakini bado mtaalamu wa kuitwa Chichi akamwambia hapana, na kufahamu mpigie saizi kwa sababu wewe una mambo mengi sana. Na Kelvin hapo kumbuka hana kazi, ila mtaji ambao anao sasa amepewa na rafiki yake kipenzi ambaye anaitwa Chichi, yani huyo jamaa ambaye anafahamika kwa jina la Chichi. Sasa Chichi hana biashara kubwa zaidi ya kutengeneza baisikeli, lakini bado kamtaji kadogo ambako anako amemsaidia mwenzake, kwa sababu mwenzake hali ambayo anapitia ni ngumu kweli kweli. Kevin babake ni mlevi, hajijui wala hajithamini, anabebwa kwenye mkokoteni kama mtu ambaye ana mapungufu, lakini bado mapenzi Kevin anamsumbua malaika, hamuelewi hata kidogo. Lakini bado Kevin huyo hana kazi, amefukuzwa kazi kwa kesi ya kusingiziwa kuiba box la spana. Hasa leo Kevin ameanza mtaji wake mdogo sana wa kuuza juisi, na mtaji huo hela nyingine amepewa kwa rafiki yake ambaye anaitwa Chichi. Sasa ikabidi Chichi amlazimishe mtaalamu wa kuitwa Kevin kusema kwamba mpigie tu, usije ukasahau. Kevin amesema nimekubali basi. Amepiga simu nyingi sana hazijaokotwa. Kwa mwanadada alikuwa busy amelala. Lakini hapa bado tunaona Kevin akasema tamtafuta hata kesho. Sasa baada ya kuondoka Kevin kuendelea na kazi zake, ilipofika siku nyingine tunaona Kevin ameanza sasa kuuza juisi. Anauza juisi pembezoni au mkabala kidogo na ofisi ambayo Chichi anatengenezea baisikeli. Ni siku ya kwanza Kevin ameanza kuuza juisi. Sasa akasahau baadhi ya kitu cha muhimu kabisa kwenye juisi, kwa sababu juisi za kutengeneza watu wengi wanapenda ziwe za baridi kabisa. Sasa Kevin alisahau barafu ya kuchanganya mle kwenye juisi, ili mteja anapokuja kununua basi juisi iwe ya baridi kweli kweli. Sasa Kevin akamwambia my friend, nataka kwenda nyumbani nikachukue barafu afu nirudi tena. Sasa kabla hajaondoka nikwambie tu kitu kimoja. Wewe ambao unanitazama kwa wakati huu, Kevin licha ya kupoteza mambo mengi sana, lakini hajakata tamaa. Ameanza kuuza juisi. Nikwambie wewe shabiki ambaye unaniangalia au unanitazama kwa sasa, biashara ya juisi ina pesa nyingi sana. Kwa hata kama wewe ukifanya hapo ulipo mtaani kwako, popote pale ulipo, biashara ya juisi inalipa kweli kweli, ina pesa nyingi sana, na watu wanabadilisha maisha yao kupitia mtaji wa juisi au biashara ya juisi. Mtaji kidogo, faida kubwa zaidi. Kwa badilika mtu wangu, kama una kazi basi unaweza ukajaribu hiyo hapo, itakusaidia. Sasa Kevin tunaendelea. Kevin akamwambia nimesahau barafu, ikabidi niende nyumbani kuchukua. Kevin arudi nyumbani kwa spidi hivi. Hatimaye akapita katika nyumba ya mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Malaika, yani mpenzi ambaye
anachanganya sakafu ya Kelvin, anajaribu na kuibomoa sakafu ya Kelvin. Hasa leo tunaona Malaika amekuja kuchukuliwa na jamaa wa kuitwa Raymond, yani kakake Loveness. Amekuja kumchukua na gari lile gari jeusi ambalo mwanadada Loveness analitumiaga kumtafuta Kevin ingawa hajampata. Umeelewa kitu vizuri hapo? Jamaa Raymond amekuja kumchukua mpenzi wake kuitwa Malaika amtoe out, na Kevin anaona vile kwa macho yake yeye mawili. Kevin hakuamini, moyo ulimuuma kweli kweli. Kevin anajiona pengine kwa sababu yeye ni maskini, basi hana haki hata kidogo ya kumiliki mwanamke mzuri kama Malaika. Ndio maana anasema, ukipenda penda tu mwanangu, lakini ukipendwa pendeka, kwa sababu unaweza kupenda sehemu ambapo upendwe kabisa. Sasa Kelvin hampendi Loveness, ndio maana hata namba ya simu hakumpa. Lakini pia cha ajabu, mwanadada wa kuita Malaika anapendwa na Kevin, lakini yeye hampendi. Lakini kibaya kingine zaidi, sidhani kama Raymond anampenda upendo wa dhati mwanadada wa kuitwa Malaika. Sidhani kabisa. Sasa sijui kipi ambacho kitatokea katika episode inayokuja. Langu jina ni Tiki Classic, baddest man, talented master genie. Hadi wakati mwingine, shusha comment yako katika comment section. Kitu gani ambacho umekipenda? Bye bye.